Amani iwe nanyi ndugu zangu wapendwa. Utabiri wa nyota kutoka kwa Ahishamshi. Msomaji wenu ni mimi Zamruni Balul. Nyota ya mashuke. Utakuwa mwenye hali ya uchovu. Jumbe za pesa kuingia mfululizo. Kuamini kitu kitakachofanyika. Kuonana na mtu utakayemwangalia sana. Kulihisi jambo linazungumziwa na watu. Mtu anahitaji kuwa karibu na wewe. Utamkumbuka mtu ambaye anasahaulika sana. Mambo aliyopuuziwa utayaweka kipaumbele. Utakuwa sawa na mtu ambaye ulitofautiana naye. Kupaliwa na kitu. Kuuona moshi wenye hewa nzito au kali yenye kupalia. Tarajia kujua au kusikia jambo ambalo litawashtua wengi. Salamu ya mbali itakufikia. Mtu fulani anahitaji kukuona tena. Hii ni baada ya muda mrefu kuwa mbali naye. Utakuwa mwenye kukumbushiwa jambo. Utakuwa mwenye madeni au kudaiwa. Nyota ya ng'ombe. Kumtumia mtu ujumbe wa mafumbo. Kuangalia sana kitu ambacho utakuwa unakipenda au kutaka kujifunza. Kuhisi kusisimka. Mtu anakuwaza sana. Unaweza kulijua hilo baada ya kumfikiria alafu ukajing'ata. Au kutaja jina lake bila kudhamiria. Kuziangalia sana picha zako za zamani. Na kupata kumbukizi ya matukio yaliyopita. Kusherehekea siku muhimu ya kuzaliwa. Ndoa au jambo lolote pia. Kuhisi mtu atafanya jambo zuri kwako. Kuchelewa kumjua adui yako ikiwa yuko karibu nawe. Kuupenda umoja katika kazi. Kuhitaji masikilizano mazuri na mwenza wako. Kujiombea mazuri yaweze kukufikia. Nyota ya mbuzi. Kuomba ruhusa ya dharura. Kuipenda hali ya mtu anavyojituma. Kujihisi moyo kushtuka sana. Au mapigo ya moyo kuwa kasi. Kuhisi furaha inarejea moyoni mwako. Utatekeleza jambo huku ukiwa mwenye uoga. Kuhisi mtu ana wivu na wewe. Kukiri jambo. Kupatana na mtu katika hali ya upendo. Kupongezwa. Nyota ya ndoo. Baadhi yenu kuna utengano na mtu kuwepo. Kufanya jambo ulilodhamiria. Kukinaishwa na kitu. Hisia zako kuwa mbali kwa mtu. Kuna jambo utahitaji kuzungumza. Utafanya juhudi ya kitu. Kupenda kuisikia sauti ya mtu. Kuacha kufikiria mabaya, ila moyo wako utakuwa wenye furaha. Nyota ya mapacha. Kutoa salamu mara nyingi kwa mtu. Kuombea siku fulani ifike kwa haraka. Kujaribu kujiliwaza. Mdomo au lipsi kucheza. Unajulishwa utasema jambo ambalo litakuuma au kufurahi sana. Kumwepusha mtu kwenye tatizo. Kujihisi mwenye kisirani. Hasira zako kuisha kwa haraka. Mtu atakusifia. Nyota ya mizani. Wachache wenu kuachishwa kazi bila sababu maalum. Kujing'ata mara kwa mara. Kumuhisi mtu yu mgonjwa. Kutoa msaada kwa mtu utakaomfunza. Utafanya kitu kama maigizo. Kuficha hali ya maumivu uliyokuwa nayo. Kupata safari. Kufurahi na watu wengi. Kuchangamka baada ya kusikia kitu. Mtu kukuomba msamaha. Kumtamkia mtu maisha mazuri yenye heri. Nyota ya simba. Kumchunga mtu. Kuhisi mtu ameamua kufanya jambo. Utashirikishwa kitu kikiwa mwishoni kabisa. Kupata hali ya kifua kikavu. Kuhisi kukucha kwa haraka. Au asubuhi kuingia kwa haraka. Kuyaheshimu maamuzi ya mtu. Kuongea na mtu mwenye kupenda kulalamika. Kumuhisi mtu kwa namna mbaya. Hutotaka mtu ajue kama umepata kitu fulani. Nyota ya punda. Mtu ataumia kwa kutokukuona sehemu. Kurekodi baadhi ya mambo unayoyafanya. Kumfunza mtu kitu. Utakuwa mwenye matani sana kwa mtu. Kujifunza kutumia usafiri. Utamfikiria mtu kwa ukubwa. Utahisi mtu ana jambo muhimu la kuongea na wewe. Kuijua sababu ya mtu kutengana na wewe.
kuelezea historia yako kwa ufupi. Utataka kusema kitu ila utasita. Nyota ya mshale. Kumwadhibu mtu kwa vitendo au maneno. Mtu atakujulisha kuwa hayuko sawa. Utaumizwa na jambo. Mtu atakujaribu kwa kukufanyia utani fulani. Kuna jambo au kitu utakachokiacha. Kusimamiwa katika kazi. Kuhisi mtu anadharau. Kujihisi baridi. Hutaonesha hali ya kuchukia kwa mtu. Safari yako kutimia. Nyota ya samaki. Kujizuia kusema maneno mabaya kwa mtu anayekukera. Kujaribu kupunguza wivu kwa mwenza wako. Kutambua jambo kwa uchache. Kuandaa kitu. Kupokea kitu kwa mashaka. Kufanya mambo mengi kwa wakati mmoja. Kusumbuana na mtu kwa jambo. Kuuchoka udanganyifu wa mtu. Kichwa kuwa kizito sana na kuhisi maumivu. Nyota ya kaa. Kupangilia mavazi vizuri katika jambo lolote. Kuhisi kichwa kizito. Mtu kupenda kushika mkono wako katika salamu au mtembeapo. Kujua kitu anachotaka kuzungumza mtu kabla hajaongea. Moyo wako kuhisi kuuma. Mtu atakujulisha kuwa anahitaji kuondoka. Kutema mate mara kwa mara. Ni njia utakayoitumia kurudisha uadui kwa mtu anayekunenea mabaya. Utakuwa unafanya hivyo bila hata kudhamiria au kujua. Ila ni mwongozo tu ndani yako, ikiwa katika hali ya kukemea au kuyakataa maneno mabaya kwako. Kupata kibali au ruhusa ya jambo. Kufika sehemu yenye mkutano au mkusanyiko wa jambo fulani. Uhisi mtu anajikweza kwa ukubwa. Hutotaka kujihusisha na jambo lenye utata. Mtu kupiga kelele zitakazo kushtua. Kuhisi kitu au michezo inayofanyika na watu. Nyota ya nge. Kuona mtu anafanya kitu kwa kujilazimisha. Msimu wako huu wa utetezi. Hivyo baadhi ya vitu ulivyovipoteza vitarudi kwako. Upendo wa zamani kujirudi kwa mtu. Hii inaweza kuwa hata kwa mtu ambaye hukumtarajia kabisa. Kuyakumbukia masomo au wakati fulani wa ukuaji. Kuonesha umuhimu wako kwa mtu. Mambo mazuri yanaanza sasa. Japokuwa kwa wachache wenu watafaidika na msimu huu. Kulizia kitu. Kuhisi kuchoka kwa haraka. Watu wengi kukuchangamkia. Kupata fursa ambayo uliitamani. Utakuwa huru kwa mtu unayemwamini. Utabiri huu unatoka kwa Ahishamshi. Usiache kusubscribe channel hii ya Ahishamshi, kuonesha umoja wenu na upendo. Mengi mazuri yatawafikia. Usisite kulike, kucomment na kushare. Kwa mawasiliano zaidi mtafute kwa namba hii +254 724 729 804. Unaweza kumpata kwa WhatsApp, kwa grupu la elimu, utabiri wa kila siku, tafsiri ya ndoto, ishara na tiba. Umoja wenu ni muhimu sana. Shukran.